Oya, kuna demu amenipa gono wanangu da. So poa. Kwenye mada zilizopita tuliongea juu ya gonorea. Tukajifunza nini maana ya gonorea, yani kisonono. Tukaona namna ambavyo inaambukizwa, lakini leo nitakupa dalili za gonorea kwa mwanaume na kwa mwanamke. Kwa sababu mara nyingi dalili hizi zinachelewa au zinawahi kupotea kulingana na jinsia fulani. Tukianza na mwanaume, kwanza mwanaume huwa anasumbuliwa na maumivu wakati wa kukojoa. Mara nyingine uchafu unaotoka kwenye njia ya haja ndogo ambao unaweza kuwa na rangi nyeupe au kijani, lakini mara nyingine inaweza ikasababisha korodani zikavimba, na hii huwa ni baada ya muda fulani kupita, sio kwenye zile wiki za mwanzoni. Kwa mwanamke kunakuwa pia na maumivu wakati wa kukojoa, lakini pia kwa mwanamke kunakuwa na uchafu ambao unatoka mara nyingi akilala, akiamka, akivua ile nguo yake ya ndani na ukuta uchafu. Lakini kitu kingine ni mwanamke pia huwa anasumbuliwa na hedhi. Kivipi? Unaweza ukakuta anapata damu baada ya kumaliza hedhi au wakati wa tendo damu inamtoka. Lakini pia kitu kingine ambacho mwanamke huwa anakipata ni maumivu chini ya kitovu. Maumivu haya huwa si ya kudumu, lakini yanakaa kwa kipindi fulani. So hapa utakuwa umefahamu sasa dalili za gonorea kwa mwanaume na kwa mwanamke. Lakini nikukumbusha, gonorea inatibika kiwepesi sana. Kama una changamoto ya magonjwa yoyote ya uzazi, slide kwenye inbox yangu, nimeshatoa msaada tayari kwa watu wa kutosha. Lakini hii ni Swahili Medics, ipo kwa ajili ya kila mtu. Muite rafiki, amuite rafiki. Sina la ziada mpaka wakati mwingine. Ciao.